Lakini ndugu zangu, kipekee kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Nyie ni mashahidi, amekuwa kinara wa kuhakikisha kwamba wananchi hao, hususan ninyi wajasiriamali wadogo, mnafanya biashara zenu kwa amani na kwa uhuru. Lakini ameenda mbali zaidi, amesimamia kikamilifu utoaji wa mikopo ile ya 10% katika halmashauri zetu zaidi ya 194 nchini. Lakini hapa nizungumzie halmashauri mbili za hapa Mbeya, kwa maana ya Mbeya jiji na Mbeya DC. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025, jiji la Mbeya kwa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan tuliweza kutoa mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 3.5 kwa wajasiriamali wadogo. Rai yangu kwenu, ndugu waandishi wa habari pamoja na wanakongamano mlioko hapa, nendeni kawahamasisheni wananchi wa wilaya ya Mbeya, kazungumzeni na ndugu jamaa na marafiki mlioacha kule nyumbani kwamba tarehe 29 sio siku ya kupoteza, ni siku ya kuchagua maisha yako, ni siku ya kuchagua elimu ya mtoto wako, ni siku ya kuchagua afya yako na familia yako, ni siku ya kuchagua uchumi wako, ni siku ya kuchagua mustakabali wa taifa letu. Natoa rai kwa wale wanaodanganya, na hii nalizungumza kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya ya Mbeya. Serikali imejipanga kuhakikisha kwamba wananchi wa wilaya ya Mbeya na viunga vyake, makundi yote, mamalishe, wauza mboga, waendesha bajaji, waendesha bodaboda, wafanyakazi na wananchi wote zaidi ya 900 wa wilaya ya Mbeya wanaenda kupiga kura kwa amani na utulivu kwenye vituo vyao walipojiandikisha. Asijaribu, asithubutu mtu yeyote kuitomasa serikali. Serikali hii ipo kwa mujibu wa sheria na katiba, na ina wajibu wa kuwalinda wananchi wao. Kwa hiyo na wahakikishia wananchi wa Mbeya, hilo swala la maandamano katika wilaya ya Mbeya halitakuwepo. Narudia tena, hilo swala la maandamano tarehe 29 mwezi wa 10 halitakuwepo. Tarehe 29 tunayo kazi moja tu ya kuamka asubuhi kwa wingi kwenda kwenye vituo vyetu tulikojiandikisha, kisha na kwenda kupiga kura kuwachagua viongozi wetu watakaoongoza kwa miaka 5 ijayo. Lakini pia ukishapiga kura lazima maisha yaendelee. Niwaombee hofu wajasiriamali wadogo
kuendeleza shughuli zao za biashara kwenye maeneo yao. Kubwa ya wanachama wetu wa vikoba ni wajasiriamali wadogo wadogo ambao kila kukicha wako barabarani wakichakalika na biashara mbalimbali ili waweze kuzungusha biashara zao, na ili wapate fedha ya kurejesha walizokopa kwenye vikundi vyao. Sasa kuna maneno vijiweni na kwenye mitandao yanaashiria shari kuelekea uchaguzi mkuu, yanatutisha sana sisi wafanya biashara wadogo wadogo, kwani biashara zetu si za kukaa ndani bali ni za kutembezwa huko na huko ili kuwatafuta wateja. Mfano, biashara za barabarani, kwenye magari au mabasi yanayosafiri masafa marefu, na kutangaza bidhaa sehemu wanazopitikwa na watu wengi wanaopika chakula na kuuza vyakula sehemu za wazi zinazofikika kwa urahisi, shughuli za kilimo na kadhalika. Lakini pia kunakuwa na fursa zinapojitokeza kama za kupiga kula. Tunazitumia vizuri sana kusogeza karibu huduma za chakula, vinywaji na hata bidhaa ndogo ndogo. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, hizi nyimbo tunazozisikia za maandamano, shari, vurugu, sasa sisi wajasiriamali zinatutia woga kauli hizi kuwa tusitoke nje na bidhaa zetu, kuogopa kunyang'anywa au kukimbizwa na masufuria ya supu mikononi na bidhaa zetu mbalimbali. Kilio hiki kinasikika na kimesikika kila tunapopita kukagua maendeleo ya vikundi. Wasiwasi huo, pamoja na nia yetu njema ya kuendeleza shughuli za uchumi, tukasema kwa kuwa maneno haya yanasema waziwazi au chini chini, tuna wajibu wa kuwapa wanachama wetu uelewa sahihi kupitia mjadala ya wazi kama hivi leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanavikoba tukisema, jamani, sisi tunataka amani, tunajibiwa kuwa haki kwanza, amani inafuatia, na kwamba hakuna amani bila haki. Sasa kupitia kongamano hili, hebu tueleweshane vizuri hapa ili nasi tuwe mabalozi wazuri huko tunapokwenda baada ya mkutano huu. Nitaka niseme haya ili wengine yatoke kwenye hadhira hii, na sina wasiwasi. Najua mjadala utakuwa mzuri, kwani tuko na viongozi wetu hapa tukiongozwa na mkuu wetu wa wilaya ya Mbeya.